Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe pia nawe. Ndugu zangu katika Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Mitume wa Yesu pamoja na kupata nguvu za Roho Mtakatifu wanaendelea kutangaza kwa nguvu pamoja na mateso pande mengine kwa ajili ya kumtangaza Kristo, lakini walichangamka wakafurahi. Tumuombe Mungu sisi nasi tuongozwe na yule Roho ili tunaweza kuwa mashahidi wa amani ya Kristo, upendo wa Kristo kwa wenzetu. Katika Injili ya leo sisi tunaona Yesu anawahudumia wale waliofuata kumsikiliza kwa siku chache, anawalisha. Hakufanya hewani hayo, lakini alitafuta vile vile ushirikiano wa watu wengine. Mitume waliendelea kuchunguza, baadaye wakaona kuna mvulana mmoja alikuwa amebeba mikate 5 na samaki 2 alichonacho, akampa Yesu mikononi mwake afanye kitu. Yesu pamoja na kupokea chakula kimeandaliwa na wanadamu kwa jasho lao, akainua, akamshukuru Mungu, akamtegemea, akamwamini Mungu. Sisi nasi tumepata mengi katika maisha yetu, yote ni neema na baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tuwe na shukrani kwake kwa hayo yote. Vile vile tujitahidi kuwapa wengine maskini zaidi, tuwe tayari kushiriki nao ili hao nao wanaweza kuonja upendo wa Kristo kupitia maisha yetu, matendo yetu mema. Tuendelee kusali kwa wanaparokia wote, vile vile kwa ajili ya dunia nzima, kwa ajili ya kuepusha tatizo hilo la janga, pamoja na moyo wa shukrani kabla ya kumkaribisha Kristo mioyoni mwetu. Kwanza tupitie mzigo na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, Kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, ulipenda mwanao ateswe msalabani kwa ajili yetu sisi, upate kutuondoa katika mamlaka ya adui yetu. Utujalie sisi watumishi wako tupate neema ya ufufuko. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Gamalieli anawatetea mitume barazani. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtu mmoja jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo, akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatendea watu hao, kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda, akajidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu.
Watu wapata 400 wakashikamana naye aliuawa, na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo kuondoka Yuda Mgalilaya, siku zile za kuandikwa orodha, akawavuta watu kadha wa kadha nyuma yake, naye pia akapotea, na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja, msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina la Yesu, kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema ya Yesu kwamba ni Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kiitikio: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam, umgoje Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Shangilia. Mkiwa mmefufuliwa na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya, haleluya, Bwana awe nanyi. Awe pia nami. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata, kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu?
Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadria walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, alijitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Swali ni ndugu, ili sadaka yetu pamoja na nia zetu kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakuomba upokee kwa huruma dhabihu za hii jamaa yako, ili kwa ulinzi wako wasiyapoteze mapaji aliyowapa duniani, lakini wapate na yale ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nami. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki kutukuze kila wakati, Ee Bwana, lakini hasa wakati huu kwa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye hachoki kujitoa sadaka kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele yako.
Yeye ndiye sadaka isiyokufa, ndiye kafara iliyo hai siku zote. Kwa sababu hiyo watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, nao malaika na watakatifu wa mbinguni wanaimba wimbo wa kutukuza wakisema bila mwisho, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa ni kuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alikuwa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu tufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Martini na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapoke kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mchumba wake, mitume wenye heri na watakatifu wote wenye kupendeza tangu kale, na kuomba hayo kwa njia ya Mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Sasa kwa imani na upendo tusali ile sala Yesu mwenyewe aliyotufundisha: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu
usiwaambie mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yako. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nami. Kila mtu aliko, amani ya Kristo. Mwana-kondoo wa Mungu, Uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana-kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana-kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, uturehemu. utuokoe kwa binadamu yako kitakatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote. Utuwezeshe kuzifuata daima amri zako, wala usituache tutengane nawe kamwe. Tazameni mwana-kondoo wa Mungu, tazameni anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioitwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa. Bwana wetu Kristo alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na akafufuka ili tupate kufanywa wenye haki. Haleluya. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba utulinde kwa wema wako wa siku zote, sisi uliotuokoa. Tufurahie ufufuko wa mwanao aliyetukomboa kwa mateso yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nami. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Kristo. Tumshukuru